Karibu sana mtazamaji, uanze basi nami katika sinema hii mpya. Ikiwa ndio kwanza tumeuanza mwezi, basi leo ndio kwanza ni tarehe 3, nami nakuletea chuma hiki. Kwa kuwa tumemisi kutazama visa vya mapenzi bwana. Acha tuburudike katika visa mbalimbali vya mapenzi pia. Humu ndani kuna mapenzi si ya kawaida. Chuma kinaitwa My Ice Cream. Hatari kabisa. Utaipenda sana sinema hii. Basi kaa mkao wa kula uanze pamoja nami. Basi hii ilikuwa ni siku ya tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2017. Huyu aliyekaa kwenye gari hapa, huyu ni mume. Basi ilitumiwa ujumbe na mchepuko wake kwamba tazama habari zinazosambaa kwenye mitandao. Mkeo inasemekana wakati alipokuwa na ujauzito, basi alikuwa anachepuka. Wakati huo mkewe alikuwa anajifungua mtoto, yuko leba katika moja kati ya hospitali kubwa kabisa ya Muhimbili katika nchi ya China. Daktari anakuja anasema, mama, sasa itabidi uchague anaishi mtoto au mama. Mama huyu ambaye jina lake anaitwa Jilin akasema, mimi nachagua mtoto, huyo mama simuhitaji. Daktari akamwambia, lakini utaratibu wa hospitali ni lazima tuokoe kwanza maisha ya mama. Basi yule mama akakasirika sana. Lakini huku unaweza kuona katika masuala ya kujifungua mama huyu alipitia wakati mgumu sana. Sasa tunahamishwa mpaka kwenye vyombo vya habari. Basi mwandishi wa habari alikuwa anamuuliza bibie huyu ambaye ndio mchepuko wa yule bwana mkubwa tulimuona kwenye gari ambaye jina lake lilikuwa anaitwa Jianglin. Basi bibie huyu anaitwa Yun Miao. Akawa ameulizwa, unasema kwamba huyu dada ni dada yako kabisa? Sema ndio. Basi akawa anajifanya nilimkataza, lakini alikuwa hasikii. Basi unaweza kuona bibie huyu baada ya kujifungua anaamka asubuhi, gusagusa tumbo lake na nini, anaona kwa kweli nimefanikiwa. Hapo pembeni palikuwa na mtu mmoja hapa. Huyu ni mtu wake wa karibu sana. Huyu jamaa anaitwa Mr. Zhu. Naye pia ni moja kati ya wamiliki wa kampuni kubwa kabisa ya mambo ya fashion. Sasa mama ameamka kama kawaida, anauliza mtoto wangu yuko wapi? Anaambiwa mtoto wako alifariki. Anasema mtoto wangu amefariki? Unasema kweli? Kusema ukweli, hii ni habari ambayo ilimshitua sana. Basi akachukua simu yake haraka. Wakati aliposikia inaita, mumewe ndo alikuwa amempigia. Anamwambia, hani, lakini jamaa alikuwa na hasira. Akamwambia, nimeshajua uchafu wako wote uliokuwa unaufanya. Achana na mimi kuanzia leo. Fikiria mtu anaachika akiwa leba. Hii yote ni kutokana na kwamba Mr. Jianglin alizipata taarifa mbaya kumuhusu mkewe kwa skendo mbaya kabisa ya ngono na hakuthibitisha, isipokuwa aliamua kuachana naye. Basi maskini mrembo huyu ambaye jina lake anaitwa Yun Chin, basi alijitahidi sana kumpigia, lakini mambo hayakuwa mambo. Ndivyo ambavyo basi wakawa wameachana siku hiyo. Sasa hapa tunakwenda miaka 5 baadaye. Siku hiyo basi palikuwa na mkutano mkubwa kabisa wa waandishi wa habari. Pana makampuni mawili makubwa ambayo walikuwa yamedhamiria basi kuingia katika ushirikiano wa kibiashara. Kampuni ambayo inaendeshwa na kijana huyu ambaye jina lake inaitwa Jianglin, akiwa kama CEO wa kampuni inaitwa Jiang Group, kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya fasheni, mambo ya mitindo. Anasema, leo tumekusanyika hapa jamani, tumeita waandishi wa habari ili kutoa mikakati yetu na mbinu mbalimbali ambazo tumedhamiria kuzitumia kuendesha biashara kati ya Jiang Fashion pamoja na kampuni ya Huayan Fashion. Basi MC akasema, sasa nimkaribishe Miss Huayan ambaye sasa ni rais wa kampuni ya Huayan Fashion. Jamani, kampuni yetu nayo inajihusisha na masuala ya mitindo. Kwa hiyo basi naonelea leo tutatangaza balozi wetu mpya. Huyu ni balozi mkubwa na maarufu. Wakati bibia huyu ambaye alikuwa ameketi hapo, ambapo basi jina lake anaitwa Yun Miao, mchepuko wa Jianglin, ambaye mara ya mwisho ulimuona akiongea na waandishi wa habari na ambaye pia alituma ujumbe kwa mume wa mtu Jianglin ya kwamba mkewe eti wakati akiwa na ujauzito alikuwa na mahusiano na bilionea mkubwa kabisa, mpaka bibia wa watu basi kupata zengwe kwa mama mkwe. Mama hataki eti yaokolewe maisha ya mama, anataka tu mjukuu wake. Kama utakumbuka kilichotokea kule, basi huyu binti ndo yule ambaye alikuwa leba siku ile na akaachika kule leba. Sasa hii ni baada ya miaka 5. Kumbuka alishaachwa kitambo. Leo basi wakati Yun Chin anaingia hapa, basi Yun Miao hakuamini, alidhani yeye sasa ndo alikuwa anakwenda kutangazwa kuwa ni balozi wa hii kampuni inaitwa Huayan Fashion. Binti yuko hapa, anamwona ex wake yuko pale.
Unajua zile unaenda kwenye mkutano unamwona ex wako yuko kiti cha mbele kabisa. Si mtu maarufu, mtu mwenye pesa, CEO wa kampuni. Asema jamani, miaka 5 nimekuwa mbali sana, hata mimi nimewamisi. Sasa nimerudi. Anasema sasa mimi nina imani kwamba nitaleta surprise ya kufa mtu katika kampuni hii kwa sababu nimechaguliwa kuwa ambassador, nimechaguliwa kuwa balozi, mwakilishi. Mumeo yuko pale haamini kinachotokea. Hatimaye basi baadaye kama kawaida unajuaga na mtu wake wa karibu. Mtu wake huyu wa karibu anaitwa Mr. Zhu. Ndio yule ambaye alikuwa naye pale hospitali ambaye alimwambia kwamba mwanae alifariki. Kidogo bwana Yun Miao akatokea. Si akaenda kumzaba kofi. Wewe unajiona nani kuichukua nafasi yangu? Yani nakupiga alafu unanirudishia. Wewe ni mshenzi sana wewe dada. Umemsaliti baba yako, umemwacha akiwa anaugua, eti unajifanya leo unakuja kuiba kazi za watu. Basi Mr. Zhu akamwambia, lakini wewe dada, kwani una shida gani? Wewe unasema kwamba wamemwacha baba yake sijui nini? Wewe mbona umeiba mume wa mtu? Wakati alipokuwa anataka kuendelea kumpiga basi Yun Chinchin, Mr. Zhu alikuwa ni mtetezi wake. Basi Yun Chinchin akamwambia, kuanzia leo nitakuonesha, taanza kurudisha kuchukua kila kilichokuwa changu kimoja baada ya kingine. Wakati anapita hapa na Mr. Zhu, mtoto wa kike kapendeza bwana. Unaambiwa ukiachika bwana unatakiwa upendeze zaidi ili ex wako roho imuume. Tazama kaka roho inavyomuuma bwana. Sasa tazama hapa kwa makini. Siku hiyo basi bibi huyu alikuwa ameenda zake mitaa ya Masaki. Hakujua katika gari kulikuwa kuna mtu mwingine ambaye amepanda. Alikuwa ni mtoto mdogo. Yeye mwenyewe haelewi. Anamuita mama. Sasa huyu ni mtoto, huyu jina lake mtoto anaitwa Anne. Sasa anashangaa mtoto wa nani? Akiangalia huku na huku hamuoni mwenyewe. Sasa twende upande huu wa pili. Huu ni mjengo mkubwa basi wa huyu CEO anaitwa Jiang Lin. CEO wa ile kampuni inaitwa Jiang Group. Sasa namuuliza, hujamwona bado mtoto wangu? Yaani unashindwa hata kumwangalia mtoto wa miaka 5? Una uhakika umeangalia kila mahali? Sasa anayetafutwa ni kale katoto kanaitwa Anne. Uzuri ni kwamba baba yake alikuwa amekaekea GPS. Kwa hiyo kila anapotazama simu anaanza kuona location wapi mtoto alikoelekea. Asa jiulize mtoto huyu aliwezaje basi kuingia katika gari ya watu. Yaani hivi vitu tunajifunza hapa. Muwe makini na watoto wenu. Mtoto anaweza kuingia kwenye gari ya mtu anaelekea mbali, hajui kuna mtoto ndani ya gari. Basi huyu mama akaanza kumuuliza huyu dada, sasa unakumbuka anaitwa Yun Chinchin. Akaanza kumuuliza, sasa wewe baba yako yuko wapi? Sema mimi sijui babangu. Kwanza babangu mimi yuko busy tu na kazi zake, na afu wewe pia nimekuambia wewe ni mama yangu, alafu unionyeshe kama unanipenda. Akamwambia hapana, sijasema sikupendi. Sema sawa. Lakini mtoto huyo alikuwa anakazana sana kumuita Yun Chinchin mama. Sasa ikabidi mama huyu au basi Yun Chinchin akabidi aanze kujiuliza, huyu atakuwa mtoto wa nani? Kidogo anaona mdinga mmoja kali sana amepaki hapo mbele. Alafu mule ndani anatokea Jiang Lin, ex wake. Mtoto alivyomwona baba tu kule kwanza akawa amenuna tayari. Sasa sijui kitatokea nini hapa. Mwamba akamwambia, wewe unayo sababu ya kumchukua mtoto wangu? Basi fast ameenda kumchukua mwanae. Anne, tuondoke. Basi mtoto, niache mimi. Sasa kidogo na huyu dada ajui kama huyu ni mwanae, yani huyu jamaa kama huyu ni mtoto wake. Akaanza kumwambia, wewe vipi, mbona unamchukua huyu mtoto? Huyu mtoto unamjua? Basi wenzi amini huyu mwamba wakati anamjibu majibu mabaya Yun Chinchin. Basi yule mtoto akaanza kumwambia, baba usimjibu mama yangu vibaya. Hatimaye basi ilibidi kumwagiza Jueri. Huyu ni msaidizi wa Jiang Lin, the CEO. Basi akamwambia, mchukue mtoto tuondoke. Akamchukua sasa Yun Chinchin wakaenda pembeni. Akamwambia, una sababu yoyote ya kumchukua mtoto wangu? Na ni kwa nini mtoto wangu anakuita mama? Akamwambia, wewe una mtoto? Sasa akashangaa, huyu ana mtoto amepata saa ngapi wakati waliachana? Akamwambia, huyu ndo yule mtoto wetu. Au umesahau? Sasa hapa Yun Chinchin mwenyewe ikabidi ashangae. Akamwambia, hapana haiwezekani. Akamwambia, ndio haiwezekani sio? Wewe ni mwanamke uliyekosa haya. Wewe unawezaje kuwa mtoto wa Anne? Yani kwamba anawezaje kuwa mtoto, mama wa Anne, eti mtoto wa Anne. Anne ndo yule mtoto. Kwa hiyo huyu anamuuliza, unawezaje kuwa mama wa Anne? Basi akamwambia, ukae mbali kabisa na mtoto wangu, usije ukamsogelea. Swali tunalipata hapa mtazamaji, inawezekana vipi? Maana yake huyu mama aliambiwa mwanae alifariki, au siku ile ni kweli kwamba mama na mtoto waliponea wakati wa kujifungua, na huyu jamaa labda mama yake alimchukua yule mtoto siku ile hospitali? Mimi sijui, endelea kufuatilia. Basi hapa ni mjengoni kwa Mr. Jian, the CEO wa Jiang Group, ambaye tumeona akizozana na ex wake. Basi hapa alikuwa anaongea na simu wakidiskasi masuala yao ya kazi kabla siku haijaanza ili mambo yaendelee mbele.
wao wanajihusisha na makampuni haya yanayotengeneza nguo, mambo ya mitindo na kadhalika. Basi bibia huyu Yun Chinchin anasema, lakini nashangazwa kwamba Jian Lin unajua amekaa zaidi ya mwaka 1.5 huko nje. Asa tuliachana muda, ili jambo linawezekana vipi? Alivoniacha mimi sikutegemea kwamba Yun Miao atakuja kuchukua nafasi yangu. Saizi amekuwa maarufu na anaaminika mpaka na rais, na director wa kampuni. Unajua hizi shughuli zetu zinakuaga na changamoto nyingi. Sasa hivi nafikiri pia alikuwa anavizia kuingia kwenye kampuni ya Huayan Fashion. Unafikiria hivyo? Anasema ndio. Sema sasa nafikiri huyu ananilazimisha mimi nianze kumfanyia vitu ambavyo ni kama kumlipizia kisasi kwa Jian Lin. Sasa huyu jamaa amejiingiza kwenye 18 zangu. Haitaishilia tu kwenye kumdai pesa, lazima nitalipa kisasi. Hapo sasa unaweza kuona mtazamaji, Yun Chinchin anawaza kulipa kisasi. Ndipo ambapo basi tumeikamilisha episode ya kwanza mtazamaji. Unaonaje sinema hii? Bila shaka unaweza kuona ni chuma cha moto Basi karibu sana, hii ndio kwanza ni episode ya kwanza. Utamu baba. Basi hapa utapata utamu mpaka mwisho. Kuna raha ya aina yake. Hakikisha basi una subscribe katika page hii. Hakikisha basi pia mtazamaji unabonyeza alama ya kengele na hakikisha basi pia utaweka komenti yako mtazamaji katika vitu ambavyo huwa napenda kuona kutoka kwako. Basi ni komenti yako. Hakikisha unatazama lakini unaweka komenti yako. Unapo comment basi najua kuna mtu anayetazama. Basi fanya hivyo sasa hivi, eka komenti yako na uniambie basi wewe kwani jina lako unaitwa nani na unaitazama sinema hii My Ice Cream ukiwa wapi? Hebu tuchati mimi na wewe. Nitapenda sana kuona komenti yako katika episode hii na zingine zote pia. Lakini basi nione pia umeilike hii video kwa sababu basi kama kitu ni kizuri si una like tu jamani. Kwani kuna kazi kiasi gani kulike video jamani? Hebu weka like yako hapo. Gusa tu like hapo, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Na ikiwezekana pia una share video hii mahala fulani ili tuweze kwenda vizuri na upate mfululizo wa burudani mpaka mwisho. Basi asante sana. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Tukutane basi katika episode ya pili ili uweze kupata burudani zaidi. Tuone watu watakavyolipiziana kisasi.